alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mpenzi mtazamaji wa An-Nur Islamic Online TV popote ulipo, natumai hapa ulipo ni mzima wa afya, na ikiwa una ugonjwa wote Allah atakupa shifaa. Karibuni sana katika kipindi chetu hiki cha wanafunzi wa wiki, ambapo kila wiki tutakuwa tunakutana na mmoja wa wanafunzi wa madrasa yetu ili tumfahamu zaidi, tusikie anachokipenda katika masomo ya dini na tupate nasaha zake. Karibuni sana. Utakuwa nami Afnan Abdulaziz Ibrahim. Kabla ya kuendelea na kipindi chetu hichi, usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili uwe wa mwanzo katika kupata vipindi vyetu hivi. Karibu sana mgeni wetu wa leo. Tafadhali kwa faida ya mtazamaji jitambulishe. Asante sana ukti wangu, kwa jina naitwa Nahdhat Masud Maulid, naishi Mkunazini na nasoma darasa la 3 na kwa upande wa skuli nasoma darasa la 6. Mashallah. Tukianza na kipindi chetu, labda kwa faida ya mtazamaji unaweza ukatueleza ratiba yako ya siku ikoje? Ratiba yangu ya siku, naamka alfajiri, natia udhu, naenda kuswali, nikimaliza kuswali nasoma Qur'an kidogo, saa 11, saa 12 najiandaa na skuli saa 1 mpaka saa 7 narudi zangu nyumbani, tunakula chakula cha pamoja. Mashallah, mnakula chakula kwa pamoja. Hii hujenga ushirikiano na mapenzi katika familia. Endelea. Mkishamaliza kula chakula, saa 8 najiandaa na kwenda madrasa mpaka saa 10 au saa 11 narudi zangu nyumbani, napumzika saa 12 naenda zangu darsa mpaka saa 2. Mashallah, ratiba imejipanga vizuri sana. Tukija kwa upande wa chuoni, ni somo gani ambalo unalipenda zaidi na kwa nini? Masomo yote nayapenda, ila hadithi nalipenda sana kwa sababu kuna hadithi za Mtume ambazo tunapata kuzifanyia kazi na kuzielewa pia. Mashallah. Labda nikuchokoze kidogo. Ni jambo gani ambalo hupendi likutokezee unapokuwa madrasa? Jambo ambalo sipendi linitokezee nikiwa madrasa, baadhi ya wanafunzi wanafanya fujo, ustazi anakuja anatutia adabu sote. Ni kweli, maana hapo hupata adabu wale kuwemo na wasio kuwemo. Inasikitisha kwa kweli. Tena sana. Najua una walimu wengi wanaokufundisha hapa madrasa. Tutajie mwalimu mmoja ambaye ukikwama kimasomo, kifikra au hata kimawazo unamfuata akupe ushauri. Ni kweli nina walimu wengi hapa madrasa na wote nawapenda, ila ukti Farida ndiye ninayopenda sana kwenda kwake, anipa ushauri kifikra na kimawazo na masomo pia. Mashallah. Ni nani ambaye anayekuhamasisha zaidi unapokuwa nyumbani? Ananihamasisha zaidi ni wazazi wangu wote wawili, baba zangu na mama yangu na dada zangu pia. Je, wewe mama yangu, dada yangu, unamhamasisha mtoto wako anapokuwa nyumbani? Kama ufanyi hivyo, basi fanya kama vile tunavyomuona ukhti wetu wa leo, ukhti Nahdhat Masud, baada ya kupata uhamaso kutoka katika familia yake alivyohodari masha Allah, na wazazi wake wana mchango mkubwa katika mafanikio yake. Tunaendelea na kipindi chetu. Ni tabia gani nzuri ambazo umejifunza hapa madrasa? Ni tabia nyingi ambazo nimejifunza hapa madrasa, ikiwemo kuipenda Qur'an, kwa sababu ndani ya Qur'an kuna mafundisho mengi ambayo tumejifunza, ikiwemo kuwa na ihsan, kuwa na imani. Mashallah. Tukija kwa upande wa skuli, labda unasoma skuli ili uwe nani? Kwa uwezo wa Allah nasoma skuli ili niwe daktari wa moyo. Mashallah, Allah akuwafikishe katika hilo. Ndugu mpenzi mtazamaji, baada ya miaka kadhaa tutakuwa naye Dr. Nahdhat Masud ambaye atakuwa ni daktari bingwa wa moyo. Nzuri sana hiyo dadangu. Labda kwa nini unataka kuwa daktari wa moyo? Kwa sababu nataka kuwa daktari wa moyo ili nipate kuwasaidia jamii yangu, nchi wangu na wote ambao watasumbuliwa na matatizo ya moyo. Mashallah. Tukimalizia na kipindi chetu, una nasaha gani kwa wanafunzi wenzako? Na washauri wenzangu wahudhurie kila siku madrasa, waheshimu walimu, waheshimu wazazi nyumbani,
wasitoroke chuoni kwa kisingizio cha skuli, na wanaporudi nyumbani wafanye marudio ya masomo yao, na wanaposhindwa kuelewa wasishindwe kuuliza. Inshallah. Asante sana kwa kushiriki nasi. Allah akuongezee elimu yenye manufaa, akujalie uwe katika watu wa Qur'an. Amin. Na akubariki katika masomo yake. Amin. Na wewe unajitazama, huenda wiki ijayo ikawa wewe ndiyo mwanafunzi wa wiki. Endelea kujifunza kwa bidii, kuwa na tabia njema na kuipenda Qur'an. Ulikuwa nami Afnan Abdulaziz Ibrahim pamoja na ukhti wetu leo, ukhti Nadhat Mas'ud. Na kuacha katika amani ya Allah mpaka tutakapoonana tena wiki ijayo inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.